Kwa majina naitwa Lucrecia Mjengi, mkuu wa chuo cha afya na sayansi shirikishi cha Mtakatifu Gaspari. Kiko ndani ya hospitali ya Mtakatifu Gaspari, halmashauri ya Itigi, wilaya ya Manyoni. Ni kilomita 40 kutokea Manyoni kuja Itigi kupita barabara ya kwenda Tabora. Katika mafunzo ya afya ambayo tunawafunza wanafunzi ama watoto wetu ama jamii, hutaweza kutenganisha hospitali na chuo. Kwa sababu ni mafunzo ya afya, inabidi ushirikiane na hospitali. Ukishawafundisha kinadharia kule, kwa vitendo kupata ujuzi, ni lazima waje hospitali kwa ajili ya mazoezi. Mazoezi hayo wanajifunza huku wanawasaidia wagonjwa kutoka hatua ya awali. Akitoka darasani, anaenda maabara ya kujifunzia kwa vitendo kule. Akishajifunza kule, basi baadaye unamleta kwa binadamu halisi. Akishajua namna ya kuanza kuongea naye, ile kumsalimia, kumkaribisha. Maana hata akiongea vizuri, akiwa na tabasamu, mgonjwa anajisikia vizuri kisaikolojia, basi anaanza kujiona anaheshimiwa, anapokelewa vizuri. Unapunguza wasiwasi na kumfanya ajieleze zile shida zake ambazo zimemleta. Tunazo program ama kozi 4. Tukianza na kozi mama ambayo ilianza 2006 chuo kilipofunguliwa, na chuo chetu kina usajili wa namba ya vyuo vya afya HAS 090. Hiyo ndio namba ya usajili wa chuo chetu. Ili kiweze kutambulika na kuwa halali, lazima kiwe na namba ya usajili. Kwa mafunzo ya uguzi na ukunga ni mafunzo ya miaka 3. Tunayo pia mafunzo ya utabibu, clinical medicine, na yenyewe ni miaka 3. Tunayo mafunzo ya maabara, medical laboratory, na yenyewe anachukua miaka 3. Kwa sasa ambaye kozi nyingine imesajiliwa na ni hitaji la kitaifa, japo zote ni hitaji la kitaifa, lakini inategemea na upungufu wa wataalamu wa afya wa kozi husika. Yenyewe anaita radiografia, diagnostic radiograph, inachukua miaka 2 ili waweze kusambazwa vijijini na serikalini kwa ajira za serikalini kwa ajili ya kwenda kuhudumia wagonjwa. Kwa hiyo kila kozi imepangiwa na ni muda wake wa kumaliza, na hapo watakuwa wameiva tayari kwa kuwahudumia wagonjwa. Huwezi kusema kozi ya afya mtu ajifunze mwezi mmoja. Kwanza nadharia bado haijamuingia, namna ya kuongea na mteja tunasema customer care. Ukimhudumia mgonjwa vizuri, unavyompokea na nini, anajisikia vizuri, anafarijika, anapoenda kwa daktari ama mhudumu yeyote wa afya, hapo ndio anakuwa tayari umeanza kumtibu hata kabla hajaanza ile tiba ya vidonge na nini. Ili kumjenga mwanafunzi aweze kujua, inategemea na kozi anayosomea. Kuna somo la maadili ya kozi husika. Somo la maadili linahusisha utakavyo mheshimu huyo mtu, kanuni na taratibu. Ukifanya hivi unakuwa umeenda sawa, ukienda hivi unakuwa umekiuka na hatua zake za kuchukuliwa. Kwa hiyo kisha jifunza nadharia kwa muda ambao umepangwa na wizara kwa kila kozi, tunakuja wodini huku, tunaongea na uongozi wa hospitali namna watakavyokuwa wanawaelekeza, na walimu wakiwa wanafuatilia wakiwa kwenye mafunzo yao ya vitendo. Maana mafunzo ya vitendo ni muhimu baada ya kupata mafunzo haya ya nadharia. Mnawaelekeza hatua kwa hatua, kutoka hatua ya awali mpaka hapo atakapo hitimu. Hatuishi wodini, hata mafunzo ya afya ya jamii wanaenda kujifunza huko. Kwa kozi ya uguzi na ukunga pamoja na utabibu, wenyewe wanayo mtaala unaohusu kwenda kutoa elimu ya afya vijijini. Kwa muda ukifika wanaenda. Kwa hao wauguzi na ukunga pia wana somo la afya ya akili, na muda ukifika tunawapeleka kule Mirembe ambaye ni hospitali ya taifa ya afya ya akili. Wanaenda kukaa mwezi mmoja ili waweze kumhudumia mtu kwa ujumla wake.
wakiwa na magonjwa ya kimwili na magonjwa ya afya ya akili, ili wamhudumie mtu kwa ujumla wake anapofika kwenye kituo cha afya. Changamoto ni nyingi. Faida zipo, changamoto tunazokutana nazo. Unakuta mzazi ndio anamlazimisha mwanae, mimi nataka uwe muuguzi, mimi nataka uwe daktari, bila yeye kupenda. Kwa hiyo anakuja kwa sababu ni takwa la mzazi. Kwa hiyo hapo mpaka uje umjenge. Mwingine anasema mimi siwezi hii, wazazi walinilazimisha kwa sababu wanasema ina ajira, kwa sababu wanataka wawe na muuguzi wa familia, wanataka wawe na daktari wa familia. Kwa hiyo unakuta hivyo. Kwa hiyo sisi tunawajenga, kwanza uongee naye aelewe ni kitu gani kinatakiwa katika kozi ambayo ameamua. Na akisema mimi sihitaji hii, sikuitaka, ni wazazi wangu wanailazimisha, ndio hiyo ni changamoto. Wazazi wanapenda mtoto wao na si mtoto anapenda awe hivyo. Wengi wao japo wanapenda, anasema mimi nataka kuhudumia wagonjwa. Changamoto ya pili ambayo vijana wetu sasa hivi, kwa chuo chetu tunatoa chakula, tunatoa malazi, lazima akae hosteli. Vijana wanataka wakae kwenye jamii kule Changanyikeni, ili usijue ameamkaje, amekula nini, kuja darasani asije ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo sisi tunawahimiza wazazi, mtoto wao anapokuja chuo ni lazima atakaa bweni, ili kupunguza changamoto. Changamoto hatuwezi kuzimaliza. Changamoto mwanafunzi akiishi pamoja na jamii kule, vishawishi ni vingi. Utakuta ameingia hata kwenye unywaji pombe, uvutaji sigara, mambo ni mengi na tabia zile ambazo hazikubaliki kwenye jamii. Ili kupunguza hizo changamoto, ndio maana bodi ya chuo pamoja na viongozi na sisi tumeona wawe wanakaa hosteli, ili asipokuja darasani unaenda moja kwa moja chumbani kwake kuna shida gani. Asipokuja wodini unapata taarifa, unamfuatilia moja kwa moja. Ni rahisi kumsimamia mwanafunzi akiwa anakaa bweni kuliko anapoishi kule, hujua amekumbana na changamoto gani. Kwa sababu wengi wao walikuwa hawajaanza kujitegemea. Akianza kujitegemea, mara hela amekula ya chakula, mara sijui nini, mara amenywa pombe. Changamoto kweli ni nyingi. Tunajaribu kupunguza kwa sababu tunataka kuwakuza kimaadili. Wito wetu kwa wazazi ama mwanafunzi wenyewe mtarajiwa, nafikiri anapokaa bweni ama hosteli, anafikiri anapunguza gharama, anasahau kule anapokuwa kwenye jamii. Kwanza atahitaji apange nyumba. Ukipanga, changamoto zake ni nyingi. Nyinyi ni vijana mnajua. Unaweza ukaja huku wezi wakapitia ukakuta chumba wamesafisha, wanasema vijana wa siku hizi. Unaweza kuingia kwenye tamaa ya kundirika, wanakunywa pombe, ukasahau kilichokuleta. Kwa hiyo mtoto ni rahisi kukudanganya. Kianza hiyo tabia, utakuwa unamtumia hela kila siku, atadanganya. Ndio hiyo ni changamoto tunazotaka kuzipunguza. Wito wetu kwa jamii, tunawaasa wazazi, walezi na wengine, mwanao akikaa hosteli ni rahisi kulelewa kimaadili, na chuo kinajua mtoto anaishije, wanamfahamu na tabia yake pamoja na mambo mengine. Ni rahisi kumsimamia kuliko huko anakutana na changamoto mbalimbali. Anashindwa kulipa hela ya kodi, anafukuzwa, anakosa hela ya kula. Kumbe akikaa hosteli, mzazi akilipia hela ya chakula, ya kulala, inakuwa ni rahisi kumwangalia mtoto akiwa kwenye mazingira ya chuo. Kwanza watoto wenyewe wanakuwa hawajakomaa kiakili, hawajajua akili za maisha, bado wako kwenye mihemko. Nataka kuwaambia jamii, wazazi, walezi, kama una mtoto, ndugu, jamaa na marafiki ambaye anatafuta chuo, St. Gaspar chuo cha afya na sayansi shirikishi ni sehemu sahihi. Atasoma, atasimamiwa, atalelewa,
hata hangaika kutafuta eneo la kwenda kujifunza kwa vitendo, kwa sababu hospitali ya Mtakatifu Gaspari ni hospitali ya mafunzo, ndiko wanakojifunzia. Ina watumishi wa afya wazuri, mahiri, wanaowafundisha na wabobezi. Na chuoni tunao walimu mahiri waliobobea kwa kila kozi. Hutajutia kumleta mwanao chuo cha afya na sayansi shirikishi cha Mtakatifu Gaspari.